Pesa katika maisha zinaongozwa na kanuni, na kanuni maana yake ni kwamba ukishindwa kuzifuata unapata madhara. Kanuni kama vile kanuni ya nguvu ya uvutano, haijalishi unaijua au hujui, umesoma hujasoma, ni profesa au ni mzee kule kijijini, wewe ni mcha Mungu au sio mcha Mungu, kanuni ya uvutano inatenda kazi kwa kila mmoja kwa namna inayofanana. Ukipanda juu ya mti ukajiachia, haitasema kwamba wewe hujasoma, itakuvuta na utavunjika mguu, pengine unaweza ukafa. Maana yake nini? Unaposhindwa kutii kanuni unapata madhara. Fedha inaongozwa na kanuni, na ukishindwa kuifuatilia hiyo kanuni, tafsiri yake ni kwamba utapata madhara makubwa sana katika maisha yako. Ziko kanuni kubwa 3 ambazo zinaongoza matumizi yako ya pesa, ambazo ukiweza kuzijua vizuri zinaweza zikakusaidia sana. Kanuni ya kwanza kabisa imefanywa na mtu anaitwa George Clason. George Clason ameandika kitabu kizuri sana kinaitwa The Richest Man in Babylon, au tajiri mkubwa wa Babeli. Katika kitabu chake ameeleza kanuni nyingi za dhahabu, takriban kama 5. Lakini kanuni mojawapo ambayo ni nzuri sana unaweza kuitumia leo inaitwa pay yourself first. Pay yourself first. Kanuni hii tafsiri yake nini? Tafsiri yake ni kwamba kila ninapopata kipato, kabla sijaanza kukitumia, cha kwanza kabisa lazima nijilipe mimi mwenyewe. Aidha nimeajiriwa, nimejiajiri, chochote kile. Kujilipa mwenyewe maana yake nini? Kujilipa mwenyewe ni kutenga sehemu fulani ya pesa unayopata kila unapoipata kama sehemu ya akiba ya baadaye kwa ajili ya uwekezaji mkubwa. Ukiona unapata pesa na unaitumia tu ghafla bila kujilipa mwenyewe, kwa maana ya kutenga sehemu inayohitajika kwa ajili yako, tafsiri yake ni kwamba umekiuka kanuni ya pesa na hautafika mbali. Kanuni ya pili inaitwa Northcote Parkinson. Imetungwa na mtu anaitwa Northcote Parkinson. Northcote Parkinson amesema kitu kizuri sana. Anasema hivi: mafanikio ya kifedha au utajiri sio matokeo ya kuwa na pesa nyingi au kupata kipato kikubwa. Mafanikio ya kifedha na kuwa tajiri kifedha ni matokeo ya wewe kutumia vizuri kipato unachokipata na kubakiza. Kwa maneno mengine, haijalishi unapata kiwango gani, kinachojalisha zaidi unabakiza kiwango gani baada ya kutumia. Kwa mfano, kama unapata milioni 5 kwa mwezi, lakini matumizi yako ni milioni 5 kwa mwezi huo, maana yake ni kwamba unabakia na 0. Lakini mtu mwingine akawa anapata milioni 1 kwa mwezi, lakini matumizi yake yote akimaliza kutumia anabakiza 400,000 kila mwezi. Tafsiri yake nini? Mwenye kipato cha milioni 1 atafikia uhuru wa kifedha kwa haraka kuliko mwenye kipato cha milioni 5. Watu wengi wanaamini wakipata kazi nzuri, biashara zikikua, wakilipwa pesa nyingi na mshahara mkubwa, watakuwa na maisha mazuri, lakini si kweli, kwa sababu wanakiuka kanuni ya Parkinson. Kwa hiyo umaskini hautokani na kipato kidogo. Umaskini unatokana na matumizi makubwa zaidi ya kipato chako. Northcote Parkinson anasema kwenye kila fedha unayoipata, hakikisha hautumii zaidi ya kipato chako na unakuwa na sehemu ambayo unaweza kuibakiza. Maana yake nini? Kipato changu kinapoongezeka, matumizi yangu yanaweza kufanyika kwa namna mbili. Kwanza, nisiongeze kabisa matumizi yangu pale kipato changu kinapoongezeka, au matumizi yangu yaongezeke kwa kiwango kidogo sana zaidi ya vile kiwango changu cha kipato kilivyoongezeka. Usipofanya hivyo, always kuna kanuni inasema expenditure rises to meet the income. Matumizi yanajiinua ili yakutane na kipato. Ndio maana hata leo utagundua kipato chako kiongezeka, unabadilisha gharama za nguo unazonunua, utataka simu ya gharama kubwa zaidi, utataka kwenda kuishi kwenye nyumba ya gharama kubwa zaidi. Lakini ukifanya namna hiyo, Northcote Parkinson anasema utaishia kuwa maskini. Kanuni ya 3 imeletwa na mtu ambaye anaitwa Warren Buffett. Warren Buffett ni mmoja wa matajiri wakubwa sana duniani, na yeye amekuja na kanuni nzuri sana. Anasema ukitaka kupata pesa lazima uwekeze katika kitu unachokifahamu. Watu wengi sana ambao wamepoteza pesa ni kwa sababu wamewekeza katika maeneo ambayo hawana ufahamu nayo kabisa. Aidha wamesikia kwa mtu, unajua kuna zile watu wanasema biashara fulani inalipa. Unajua wanasema njoo weke leo milioni 1 utapata milioni 5. Kanuni ya kifedha kutoka kwa Warren Buffett inasema ukitamani kuwa tajiri kwa njia za fupi na za haraka sana, utapoteza kila ulicho nacho. Kwa sababu watu wengi wanaenda katika kutafuta pesa kwenye maeneo ambayo hawana ujuzi nayo na hawana ufahamu nayo kabisa. Leo ni muhimu sana kujua kwamba bila kujali unataka kupata pesa kutoka kwenye eneo gani la maisha yako, lazima uzingatie kanuni hizi 3. Sijajua ni kanuni ipi ambayo umekuwa ukikiuka na imekuwa ikikuletea madhara. Kama umekwisha kuifahamu, anza kuifuata leo na utapata matokeo yanayotakiwa. See you at the top.